Kama ambavyo waliweza kueleza kwa upande wa klabu ya Yanga kwamba kwa sasa hawatazungumza sana, bali watakwenda na vitendo. Hivyo ndivyo ambavyo wanafanya hivyo sasa kwenye upande wa usajili. Kunako klabu ya Yanga, nini hasa ambacho kinafanyika? Utakwenda kufahamu hapa. Je, ni wachezaji gani ambao wanakwenda kusign? Utakwenda kufahamu hapa. Lakini kabla sijakupatia taarifa hii, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Tunafahamu kwamba dirisha dogo tayari limeshafunguliwa ndani ya Tanzania, na kila klabu inaendelea kujipanga kujiimarisha pale ambapo wanaona kwamba kuna sehemu waliteleza kwenye usajili wa dirisha kubwa. Klabu ya Yanga tayari imeonyesha tena kwa vitendo kuwa haichezi na muda wala ushindani, baada ya taarifa za uhakika kuthibitisha kuwa imekamilisha kwa mafanikio makubwa mazungumzo ya usajili wa wachezaji wawili muhimu kutoka ndani ya Singida Black Stars ambao ni Maruf Chakei na Mohamed Damaro Kamara. Huu ni mchakato uliokwenda kimya kimya kwa umakini mkubwa, lakini sasa umefikia hatua ya mwisho kabisa ambapo kilichobaki ni wachezaji kusaini mikataba na kutambulishwa rasmi, jambo linaloweza kutokea muda wowote kuanzia sasa. Kwa mujibu wa taarifa za ndani ya klabu ya Yanga, mazungumzo kati ya pande zote mbili yalikuwa ya kina, ya heshima na yenye mwelekeo mmoja. Yanga waliingia mezani na uongozi wa klabu ya Singida Black Stars huku wakijua nini ambacho wanakitafuta, na hatimaye makubaliano yamefikiwa vizuri. Pande zote zimekubaliana kila kipengele muhimu, kuanzia masuala ya kifedha, haki za wachezaji hadi taratibu za mwisho za kisheria. Hivyo ndivyo dili ambavyo linataja kwamba limefungwa rasmi. Maruf Chakei, winga kutoka Togo, ambapo tunafahamu ana kasi, lakini pia amekuwa akiavutiwa wengi kutokana na uwezo wake wa kucheza kwenye eneo la pembeni, lakini pia kutokana na maamuzi yake ya haraka. Yanga wamemfuatilia kwa muda mrefu, wakiamini ni aina ya mchezaji anayelingana na falsafa yao ya mpira wa kasi, kushambulia kwa winga kwa kutumia wachezaji kwenye eneo hilo. Ndani ya benchi la ufundi, Chakei anaonekana kama nyongeza itakayoongeza ushindani mkubwa kama mbadala kwenye eneo la winga. Lakini pia kwa upande mwingine, kwa upande wa kiungo Mohamed Damaro Kamara, mgine huyu Yanga wanamchukulia kama kiungo wa daraja la juu mwenye uwezo wa kusimamia mchezo, kukaba, kupandisha mashambulizi na kuleta uwiano kati ya ulinzi na ushambuliaji. Kamara ameacha alama kubwa ndani ya klabu ya Singida Black Stars kutokana na uwezo wake mkubwa, nguvu na uelewa wa mchezo, jambo lililowafanya Yanga kuona kuwa ni mchezaji sahihi wa kuimarisha eneo la kati, hasa kuelekea ushindani wa ligi na mashindano ya kimataifa. Uwezo wake wa kucheza kwenye eneo la chini bila presha na kutoa mchango wa kimkakati umemfanya awe chaguo la uhakika ndani ya mipango ya klabu. Taarifa zinaweza kuwa Yanga wamefanya kila kitu kwa makini mkubwa kuhakikisha wapoteze dili hili. Hakukuwa na haraka zisizo na mpangilio wala makelele yasiyo ya lazima. Badala yake ulikuwa na mazungumzo ya kimya kimya, tathmini ya kina kiufundi na maamuzi yaliyofanywa kwa maslahi mapana ya klabu. Ndio maana hata sasa, licha ya dili hilo kukamilika, klabu imeamua kusubiri taratibu za mwisho za wachezaji kusaini kabla ya kutoa tamko rasmi kwa umma. Ndani ya Singida Black Stars kuna heshima kubwa juu ya namna ambavyo wamekuwa wakifanya biashara na Yanga. Inaelezwa kuwa uongozi wa Singida umeridhishwa na makubaliano yaliyofikiwa, na unaona huu ni mfano mzuri wa biashara ya soka yenye uwazi kwa pande zote. Kwa Yanga, hii ni ishara ya kuendelea kujenga kikosi ambacho kitakuwa na ushindani mkubwa na uwezo wa kupambana kwenye ngazi zote.